Asante. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaikum. Kwanza niwashukuru ndugu zetu wote mliefika siku ya leo, na tangu siku ile ya kwanza tulipotangaza msiba kutukimbilia na kuwa pamoja na sisi. Mheshimiwa Mkuu wa Jimbo, pole kwa kuondokewa na mshirika wako. Mchungaji, wazee wa kanisa, poleni sana. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Kiteto, Kaimu Mkuu wa Wilaya ya Babati, Kaimu Mkuu wa Mkoa wa Manyara, pole kwa kuondokewa na mwananchi. Shemeji yetu Loveness, pamoja na watoto wako, pole kwa kuondokewa na baba. Goodluck Didas Silayo alikuwa akikuita mwenyewe Delight, na hata kwenye simu yake alikuwa amekusevu hivyo hivyo Delight. Na hata tukiwa kwenye vikao vyetu vile ambavyo tunataka kuweka simu pembeni, kuna majina ambayo tulikuwa tumeyasevu yakipigwa, hizo simu tulikuwa tunaruhusiwa kuletewa. Na jina la Delight lilikuwa likipigwa, simu ilikuwa inaletwa. Pole sana shemeji yetu. Kweli Goodluck ametutoka. Lakini Mungu bado yupo na sisi. Kipekee kabisa ni washukuru sana ndugu wote ambao mmekuwa na sisi. Kweli wa ndugu na marafiki na jamaa utawaona wakati wa changamoto. Mimi ni mzungumzaji sana, lakini leo kila ninachokipanga kusema kinapandiana na kingine kwa zaidi. Tangu siku ile ya msiba nasema nitazungumza nini, nita-address kitu gani. Lakini nikamuomba Roho wa Mungu anipe nguvu niweze kusimama siku ya leo niweze kuzungumza. Goodluck amekuwa ni mtu wa karibu sana kwangu. Sana. Nikisema sana na maanisha machache tu yafuatayo. Goodluck tulikutana siku moja tukiwa tumekwenda kwa baba yetu Mr. Olomi, Banana Investment. Siku ya interview tuliomba kazi tukiwa hatufahamiani, na tulikutana wote siku ya interview kwenye bench la kusubiri kwenda kufanyiwa usaili. Kwa bahati nzuri Goodluck alianza kwenda kwenye interview na watu wengine wote ambao wengi nawaona hapa ambao tulifanya nao kazi. Na mimi nilikuwa mtu wa mwisho kabisa kuingia kwenye ile interview. Na kwa bahati nzuri wote tulifanikiwa kupata kazi. Mimi nikiwa meneja wa idara ya masoko na mauzo, na Goodluck akiajiriwa kama ofisa upande wa ukaguzi wa mahesabu wa ndani, na baadaye ikatengenezwa tena kitengo kingine kutoka idara ya uhasibu kinaitwa examination, na Goodluck akawa hapo examination. Alipokuwa examination alikuwa akifanya kazi moja kwa moja na mimi kama ngumi yangu ya kulia ya kunisaidia kufanya deputy control za kampuni yetu kote nchi nzima. Kwa tulikuwa mimi na Goodluck tunaingia ofisini wa kwanza, tunatoka ofisini wa mwisho watu wote wakishatoka. Sisi tunasema sisi wazee wa kufungua duka na kufunga duka. Tunatoka tumebalansisha kila kitu na tunaingia kufungua kila kitu ili watu wote waweze kufanya kazi. Na tulifanya kazi kwa upendo, kwa umoja. Kuna vitu vichache ambavyo niwashukuru wazazi waliomlea Goodluck. Mlitupa mtoto mwenye imani, mwaminifu, mchapakazi, mshauri. Nitaweza kusema mengi, lakini ninachokisema waliokaa naye karibu wanajua. Goodluck alikuwa na karama ya utumishi ndani yake. Sisi katika shughuli zetu zote katika maisha yetu yote tukiwa naye na Goodluck, nimekuwa naye kwa zaidi ya miaka 14 sasa. Tangu tumeanza kufanya kazi pamoja. Tukiwa tumeajiriwa na mpaka tumekuja kufanya kazi pamoja huku Babati. Tuko na Goodluck pamoja. Ikitokea kuna hitaji la kuombea chakula au kuombea kitu chochote, huwa mtu wa kufanya maombi ni Goodluck. Hata jana tukiwa pale mochwari tunakwenda kuchukua mwili wake,
Kasema wachungaji hakuna, sasa hizi tu nani tufanyie maombi hapa. Nikatoa simu yangu nikawa nampigia yeye mwenyewe Silayo aje afanye maombi. Yaani nikijua kwamba sisi siku zote mtu wa kufanya maombi na kila kitu ni Goodluck. Goodluck alikuwa ni mtu ambaye unaweza ukamshirikisha jambo lako. Yaani mimi na yeye tulikuwa hata kama una jipu, alikuwa ni mtu unaweza kumwambia ndugu yangu na jipu hapa kwenye kalio na akanyamaza nalo na akakusaidia. Ni mtu ambaye tukipata changamoto za kazi, kitu cha kwanza atakwambia tushike mikono tuombe. Mnaandika proposal file, mnafanya chochote, kitu cha kwanza tuombe. Lakini kwa wale waliosoma naye, alikuwa ni mtoto mwenye kipaji cha pekee kwenye elimu tu ya kawaida. Na hata waliosoma naye kule shuleni walikuwa wanamuita profesa. Waliosoma naye university, waliosoma naye kule ushirika Moshi wanajua alikuwa akiitwa prof. Alikuwa ana kipaji kisichokuwa cha kawaida. Alikuwa anajua mambo hata yale ambayo hakuyasomea. Kwangu mimi hata hapa Mart Super Brands Limited alikuwa ni senior manager. Alikuwa ni mtu ndio ngumi yangu ya kushoto. Hata ninaposafiri kwenda mahali kokote, ninaamini kampuni iko kwenye control kwa sababu Goodluck yuko pale. Ni mwaminifu kuliko kawaida. Nimempima kwa kila namna ambayo unajua, lakini Goodluck alikuwa ni mwaminifu sana. Hakuwahi kushika pesa ya wizi mikononi mwake. Hakuwahi kushiriki wala kuhisiwa kwamba ameshiriki kuiba. Ila alikuwa mlinzi namba 1 wa mali ya kampuni. Tena akitetea kwa uchungu kama ya kwake. Wote waliofanya naye kazi wanajua. Hata baba yetu Mzee Olomi anajua Goodluck alikuwa ni mtu wa namna gani. Hata mimi Goodluck alipokuja kujoin kwangu, kwa sababu wakati naanza safari ya biashara yangu, nilikuwa najua tu nikimpata mtu kama huyu, kampuni yangu itakuwa. Na Mungu alinisaidia, nilimpata. Na tulifanya kazi kwa pamoja kwa muda wote bila kuwa na tatizo lolote. Poleni wafanyakazi wenzake na Goodluck. Management, bodi ya wakurugenzi, poleni sana. Kweli tumepoteza. Wachungaji wametutia moyo sana. Wametutia moyo sana kwa sababu ni jambo ambalo halikubaliki. Ni jambo ambalo ukiwaza ndani ya moyo wako kikawaida kwamba yani Mungu, kwa nini Goodluck? Kwa sifa hizi zote, kwa nini Goodluck? Lakini tunasema tusimkufuru Mungu. Tuache mapenzi ya Mungu yatimie. Tumwache Mungu aitwe Mungu. Tuendelee kumtumainia yeye. Ipo njia. Mimi nimeumia sana. Kusema ukweli, sio jambo la kawaida. Tumekuwa watu wa kwanza tu baada ya yeye kupata ajali kupigiwa simu. Tulikuwa tupate safari ya pamoja, tunafungua biashara yetu nyingine, kiwanda kingine kule Mwanza. Tumepanga safari kuondoka pamoja. Siku moja kabla ya safari akatumiwa email na watu wa TRA kwamba wanakuja kufanya ukaguzi pale kiwandani. Kwa hiyo kanalazimu mimi kuondoka na manager wengine, kumwacha yeye akipambana na mahesabu na watu wa TRA kama kazi yake ilivyo kwenye kampuni. Sisi tukazunguka kwenda Mwanza, kuzunguka mpaka kutokea Mbeya. Siku ya mwisho narudi, alikuwa ofisini akinisubiri. Nikamwambia kapumzike nyumbani, tutaonana asubuhi, mimi nimechoka, nimesafiri wiki nzima. Maana niliondoka Ijumaa nikarudi Ijumaa. Ilipofika saa 2 usiku, ikapigwa simu ya mke wangu kupewa taarifa ya ajali iliyotokea kule. Kwanza kwa kile kitendo na ukaribu wangu na Goodluck, mimi nilitoka na msaidizi wangu alikuja, lakini niliendesha gari mwenyewe. Yaani sikupoteza hata muda wa kutafuta kama mtu aniendeshe. Niliondoka mimi na mke wangu na msaidizi wangu akiwa nyuma anashangaa ni what happens. Nikaendesha gari mpaka Kondoa. Mpaka tunafika eneo la tukio kule Chenene, tukiwa watu wa kwanza kufika. Wakati huo nimeshampigia daktari wa kampuni, nimeshampigia meneja wa logistics, wao pia watufuate nyuma. Tumeshafanya mipango Benjamin Mkapa, tulishatafuta ndege in case kumetokea changamoto ili aweze kupata matibabu. Tukiwa njiani tukaambiwa ndugu yetu hatunaye, ametutoka. Lakini bado nikajikaza, nikafika pale, tukaweka mambo yote vizuri, tukarudi Babati. Kipekee kabisa, niwashukuru watu wachache sana. Nasema kipekee kwa sababu ina makusudi ya kipekee. Unapopata changamoto, utamjua ndugu yako, utamjua rafiki yako, utamjua nani kweli ana uchungu na wewe. Mr. Raston Gabusha pamoja na mke wako, nichukue nafasi hii kuwashukuru sana sana sana. Hawa ndugu walikuwa Nairobi. Nilipopata tu taarifa kuwajulisha watu, waliwasha gari kutoka Nairobi wakakimbia, na usiku huo walifika nyumbani kwangu usiku huo, na tukaanza mipango yote tukiwa pamoja, wakinisaidia. Lakini kipekee pia nimshukuru Mr. Manu Emmanuel Moleli au Manu Hardware.
Brother, nikushukuru. Nimeiona imani yako. Nimeuona Ukristo wako. Asante. Nitaendelea kukutamka na kukutaja siku zote za maisha yangu kwa sababu umetufaa wakati wa dhiki yetu. Kipekee ni washukuru uongozi wote wa mkoa wa Manyara. Jana wamefika viongozi wote, wakuu wa wilaya, wakurugenzi, kwa niaba ya mkuu wa mkoa wote mmefika, mliko pamoja na sisi. Jeshi la polisi, kanisa, ni washukuru kwa kweli. Asanteni sana. Shemeji yangu Loveness, kweli Goodluck Didas Silayo ametutoka, lakini Silayo alijenga msingi kwenye mioyo yetu, alijijenga kwetu sisi wafanyakazi wenzake, hata jamii ambayo inamzunguka. Leo nimekuja na salamu chache. Nimekuja na salamu ya kwanza kutoka kwa aliyekuwa rafiki yake wakifanya kazi pale Banana Investment, akiitwa Mr. Davis au David Evodi. Mr. David Evodi alikuwa ni mtu naye wa karibu sana na Silayo. Aliajiriwa nyuma yetu, lakini alikuwa idara ya uhasibu. Sasa hivi anafanya kazi TRA kule Dar es Salaam. Yeye amesema nifikishe salamu za pole, lakini pia nikwambie karo ya watoto wake Silayo kwa mwakani atalipa yote yeye. Lakini sasa mimi na kampuni ambayo naiongoza ya Mart Super Brands Limited na Mart Group, watoto wa Silayo ni watoto wetu. Sisi tukuahidi tutakuwa na wewe bega kwa bega siku zote. Silayo amekuwa na biashara zake hapa Babati ambazo wewe ulikuwa ukizisimamia. Tuko na wewe kukusaidia, kukusupport, kuhakikisha biashara yako haifeli. Lakini ya pili, watoto wetu usiwaite kwamba huu ndakuwa ni mzigo au ni nini. Sisi baba zake tupo. Watoto wa Silayo watasoma as long as tuko hai mpaka atakapomaliza chuo kikuu pasipo kutoa pesa yoyote. Sisi tutawasaidia. Na ukipata changamoto yoyote, sisi tupo kukusaidia. Pale kampuni kweli Silayo ametutoka, lakini wewe tunakutambua. Karibu muda wowote. Njoo uzungumze na sisi. Wale mameneja wote ambao wako na Silayo mnafahamiana nao. Njoo umuone yeyote. Hata mimi ukiwepo njoo, milango yangu iko wazi. Karibu tuzungumze na wewe. Karibu sana. Kipekee nimshukuru pia mchungaji Hananja. Baba mchungaji, tumefurahi. Umetuhubiria neno. Tunakupenda. Umefunga safari yako kutoka Dar es Salaam, SGR, basi mpaka umefika. Baba tunakushukuru. Mr. Olomi, pole babangu, pole sana. Wale vijana uliowalea na ukifurahia maisha yao, leo mmoja ametutoka. Najua watu wengi wanaona mafanikio yetu huku, lakini siku zote tulikuwa tukikutana mimi na Silayo binafsi, tunajaribu kuangalia role model wetu ni nani. Nani alitumotivate sisi kufika hapa? Hata juzi kuna mtu aliniuliza, nikasema mimi role model wangu ni Mr. Olomi. Na hata Silayo role model wake alikuwa ni Mr. Olomi. Ni baba ambaye alitufundisha kazi, alitufundisha uchapakazi, alitufundisha muda, alitufundisha uaminifu, alitufundisha vitu vingi ambavyo leo watu wanatuona sisi kwenye mafanikio. Mzee yuko nyuma yetu. Baba, pole sana. Na pia utufikishie salamu zetu kwa mama ambaye pia alikuwa ni mama yetu, naibu mkurugenzi, Madam DMD Alfonsina Olomi. Tumelipokea. Si jambo dogo. Tumelipokea. Kiukweli mimi kwenye akili yangu, ndugu mkuu wa jimbo, nashindwa kupata replacement ya Silayo. Baada ya kuondoka kwa Silayo inanilazimu kukaa ofisini labda zaidi ya mwaka mzima bila kusafiri nikitengeneza mtu mwingine. Ni vigumu sana kupata mtu wa aina hii. Maana kipaji alichokuwa nacho Silayo hakianzi shule, kinaanza kwenye malezi. Lazima kuwa na imani kubwa sana kupata mtu wa namna hii. Kwenye maisha sasa hivi nafanya kazi na watu wengi. Hawa majenzi, watu wengi, kupata mtu mwaminifu kama Silayo ni vigumu sana.
Ni vigumu sana kupata mtu wa namna hii. Hili ni jambo la kunifikirisha sana. Maana Silayo pia hakupigwa tu mikononi mwangu. Alianzia kule kwa Mr. Olomi. Nitampata nani tena mwingine nikamwambia anzia kwa Mr. Olomi, ufanye kazi na Olomi kwa miaka 6. Alafu uje kwangu ufanye kazi na mimi miaka 10. Unampata wapi? Kweli si jambo dogo. Ni pigo kubwa sana kwetu. Mungu ana makusudi. Mungu anajua. Ila tunaamini katika yote Mungu unatupenda na hautatuacha. Kwa watu wote ambao wamekusanyika hapa, kama tungekuwa tunaweza Silayo aamke, nadhani kila mtu ombi lake la kwanza ingekuwa Silayo aamke. Neno la kuumiza sana. Mimi hata nilipopewa taarifa bado nilikuwa siamini. Nilikuwa nasema nikifika nikimuita ataamka tuondoke. Na nilifika nikamuita, nikitegemea kwamba Silayo ataamka kwa sababu alikuwa na imani. Si kitu cha kufikiria haraka kwa mtu wa namna hii kuondoka. Lakini Mungu ana fumbo kubwa sana kwenye kifo. Hata mimi nimejifunza. Nimejifunza sana. Silayo tumefanya mabadiliko ya kampuni yetu. Tumetengeneza nafasi mpya, tumepandisha watu vyeo, tumetengeneza makampuni mengine. Tukafanya mambo yetu mimi na Silayo kwa siri. Tukamwappoint deputy MD Dorini. Tukamalizia kujenga ofisi mpya kwa mipango ambayo tumeitengeneza na Silayo. Tukazungumza mipango yetu vizuri, tusitoe siri. Juzi siku moja kabla ya Silayo kufariki, alihamia kwenye ofisi yangu. Ili mimi nikirudi tukae kikao nimtangaze kama mkurugenzi mtendaji mpya wa kampuni. Ameingia ofisini siku moja, ametoka kwenda Dodoma kuonana na watu wa TRA, akaishia njiani. Na tulikuwa tukizungumza kwamba Silayo, mimi nakuandaa wewe as my successor, nikiondoka wasaidie watoto wangu au na wewe uandae watoto wangu kuja kuchukua sehemu ambapo wewe upo. Leo watoto wangu na mimi pia bado wadogo. Silayo nilikuwa nikimtegemea kuja kushika sehemu yangu, amelala. Najaribu kujitikisa kila wakati nione kama labda ni ndoto niamke, na najikuta bado ile hali nilionayo bado iko pale pale. Tuliajiriwa tukiwa vijana wadogo sana kwa mzee Olomi. Mimi nilimshinda Silayo kama miaka 7 tu. Silayo leo alikuwa anatimiza miaka 40, mimi nilikuwa nafikisha miaka 47. Lakini tulikuwa wadogo, machachari, wachapakazi. Kazi tuliyofanya kila mtu ameiona. Hata ukienda pale ukiuliza atakwambia hawa vijana walikuwa vijana wa pekee sana. Lakini haya yote ilikuwa ni imani, upendo, uaminifu na kuwajibika. Poleni ndugu zangu kwa haya machache. Niwape pole sana. Ndugu zetu wametupa rambirambi, wafanyakazi wa Mart Superbrand wamechanga pesa. Kila mtu kwa uwezo wake, mwenye 500, mwenye 1000, mwenye 5000, mwenye 10000, mwenye ngapi. Tukasema japo watoto wa Silayo na familia Silayo bado ni familia yetu, endelee kuwa nayo. Lakini tuonyeshe moyo, angalau tutoe chochote kama wafanyakazi wao wenyewe bila ya mimi. Mimi wakaniachia kama mimi nifanye shughuli zote za msiba, alafu wao watoe rambirambi. Kwa hiyo wafanyakazi wao na baadhi ya marafiki zetu wamechanga pesa ambazo watamwekea mke wa Silayo kwenye akaunti. Wamechanga jumla ya shilingi milioni 26,422,000 ambazo watazikabidhi kwako. Kwa kusema machache, Bwana ametoa, Bwana ametwaa, jina la Bwana lihimidiwe. Asante mkuu wa jimbo, nashukuru baba. Asante. Asante sana mkurugenzi, mwenyekiti wa makampuni ya Mart Superbrand. Basi baada ya mazungumzo hayo, naomba nitumie fursa hii ili kusudi baadaye
hakuna atakayezungumza ili tuendelee na utaratibu mwingine. Kwa ridhaa ya kanisa, mniruhusu nimlete mwakilishi wa familia atoe neno la shukrani, ili tukiendelea basi tutakuwa tunamaliza, tunaelekea makaburini. Naomba nitumie fursa hii sasa tumlete mwakilishi wa familia kwa ajili ya neno la shukrani baada ya salamu zote kutoka. Mwakilishi wa familia, karibu sana. Mungu akutie nguvu wakati tunazungumza. Roho Mtakatifu akuongoze.